Mahakama Kuu ikasema uhuru ni taratibu ambazo zinaifanya zinakuwa uhuru. Kwanza kuna kiapo ambacho kinamtaka kila mjumbe kufanya uchunguzi kamili kwa uaminifu bila upendeleo na katika kujibu zile hadidu za rejea. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika masuala kama hayo uhuru wa tume hautegemei ni nani au nani alikuwa akifanya kazi gani, lakini inategemea je, atafuata zile taratibu ambazo zinamlazimisha afanye kazi yake kwa haki. Jambo lingine ambalo limezungumziwa sana ni kuhusu tofauti kati ya maoni na mapendekezo ya tume na yale ambayo wananchi saizi wanatoa maoni yao. Mheshimiwa Mwenyekiti ameonyesha methodolojia tuliyotumia. Kwa hiyo maoni yetu yanatokana na methodolojia. Na pengine ni vizuri wale ambao watakuwa wanatoa maoni watasaidia sana jamii vile vile kama watakuwa wanaonyesha na wao methodolojia waliotumia hadi kufikia yale maandiko. Tusije tunatumia methodolojia ya akili unde, inakuandikia unafanya marekebisho kidogo unasema haya ni maoni yako. Lakini sisi tunasema maoni yetu yanatokana na ushahidi, na kila kitu ambacho tunakisema unaweza kurudi na kupata huo ushahidi upo kwamba kuna watu wamesema hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tunaona kwamba hilo linafanya maoni yetu tofauti na maoni ya watu wengine kwamba yana uzito kabisa. Jambo lingine ambalo limejitokeza ni kuhusu haja ya tume za kimataifa ya uchaguzi, na baada ya uchaguzi haikutikisa tu Tanzania, ilitikisa dunia nzima, na nchi nyingi duniani zilitaka kujua ni mambo gani ambayo yametendeka Tanzania. Kwa hiyo dunia ina haki ya kujua kinachoendelea Tanzania. Swali ambalo watu wanauliza, je, dunia ina haki kwa sasa kuingilia na kuweza kuunda tume kabla Tanzania haijakamilisha utaratibu wake uliojiwekea wa kisheria na wa kikatiba? Hilo ni swala la msingi ambalo wale wanaotaka tume za kimataifa ni lazima watoe majibu. Na tume ya kimataifa itaalikwa na nani? Itapewa hadidu za rejea na nani? Itatumia sheria gani kufanya uchunguzi? Itapata nguvu gani ya kutembelea mikoa, kuwatembelea maskari, magereza na kuwalazimisha watoe taarifa? Sasa hayo mambo ni vizuri tuwe tunazingatia kabla hata ya kufikiria hizo tume za kimataifa. Na Jumuiya ya Mataifa inaangalia mambo mawili kwa Tanzania kwa sasa. Je, tunaonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi wa kina na wa kweli wenye matokeo ya kuwajibisha? Hilo ndio swali Jumuiya ya Kimataifa je, tuna hiyo dhamira? Tunaonyesha dhamira? Na kwa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ni dhamira. Ni dhamira tosha kwamba tunakusanya taarifa, tunatafuta ukweli, tunatafuta ushahidi, na tukishapata hizo taarifa ndio sasa tunaamua swala la uwajibikaji. Na unakumbuka kwamba hii sheria, hata hukumu ya Mahakama Kuu ilisema kazi ya tume sio kutoa hukumu, sio kutaja fulani amekosea, fulani anatakiwa kufanya hivi. Hapana. Na tukimtaja mtu atakimbia Mahakama Kuu, ataomba amri, na aya zote tunazomtaja bila kumpa nafasi ya kusikilizwa zitafutwa. Na ipo mifano, Mahakama Kuu Kenya ilishawahi kufanya hivyo, Mahakama ya Juu ya Canada ilishawahi kupokea hoja hiyo kwamba kuna watu walitajwa katika tume lakini hawakupewa nafasi ya kusikilizwa, ikabidi aya zote zilizowataja ziondolewe.
Kwa hiyo tulichukua hiyo tahadhari kutokana na uzoefu ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo ili swala la tume ya kimataifa vile vile tuliangalie kwa kuangalia mamlaka makubwa ambayo sheria yetu ya tume ya uchunguzi imetupa, ambayo imetusaidia kupata ushahidi. Sheria hii imetoa amri kwa viongozi wote wa umma watoe ushirikiano. Ni lazima watoe ushirikiano, na ndio maana tulipata ushirikiano wa hali ya juu. Taarifa zetu ni nyingi ajabu. Tuliuliza maswali mengi kuhusu masuala mengi ya kisiasa, ya kiuchumi, tulipewa nyaraka, tulipata ushahidi. Sasa ile nguvu inatokana na sheria yetu. Sasa kama kuna tume ya kimataifa itakayokuja, kwanza lazima wawe na majadiliano na serikali ya Tanzania. Hiyo tume itakuwaje? Nguvu zake zitatoka wapi? Anapoomba nyaraka akikataliwa atafanya nini? Kwa mfano sisi ilikuwa nyaraka, mtu akitunyima nyaraka tuna uwezo wa kumlazimisha kama vile mahakama kuu inavyokulazimisha. Hilo ni moja ambalo ni jambo ambalo nimeona niligusie kwa sababu linazungumzwa sana. Na hili jambo ni muhimu kwa sababu kazi ya tume ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza ni kuainisha mambo ambayo ni vyanzo vya changamoto ambayo tumekumbana nayo, na muda wa kukamilisha baadhi ya masuala kabla ya uchaguzi ujao, muda huo ni mfupi. Sasa tunaposema kwamba twende kwenye mlango wa kimataifa, je, tutaendana na kalenda iliyopendekezwa na tume kwamba mwaka 2028 tuwe tumemalizana na masuala ya kisiasa? Hilo ni jambo ambalo limezungumzwa. Kuna jambo lingine ambalo limezungumzwa vile vile, hii taarifa ni ya nani? Hii taarifa ni ya Mheshimiwa Rais. Hiyo ni wazi kabisa. Na sheria zote za tume za uchunguzi nchi zote, ambaye anayeunda tume ni Mheshimiwa Rais, ndiye ana mamlaka, na taarifa anapelekewa yeye. Pengine swali ambalo tunatakiwa kujiuliza, Mheshimiwa Rais anapopokea taarifa anafanya nini? Kuna mambo yanafanywa na ametajwa katika kifungu cha 21 cha sheria. Rais akiona upelelezi wa ziada unatakiwa au mashtaka yanastahili, anaweza kumwagiza DPP au kuagiza polisi kuanzisha upelelezi wa kufungua mashtaka. Na hayo ndio yalifanyika katika ile tume ya Jaji Kipenga, ambayo nilikuwa na bahati kwamba nilikuwa mmoja wa mjumbe. Ile tume ilipokaa, hadidu zake za rejea ziliwagusa askari moja kwa moja, kwa sababu kulikuwa tayari kuna ushahidi. Wale wachimbaji walikuwa wamekamatwa wapi, wamefungwa pingu. Kwa hiyo ilikuwa inajulikana, zile hadidu za rejea zililenga watu ambao tayari walikuwa wanajulikana. Ni tofauti na hadidu za rejea zetu. Hatujui hadi sasa, tumepata ushahidi, nani walipanga, nani waliratibu, nani walihusika, nani walifadhili. Lakini tunasema kwa misingi ya haki, hebu tuwape nafasi kupitia utaratibu mwingine nao waweze kujibu hiyo hoja, huo ushahidi. Ndio tofauti yetu, kwa sababu hatuwezi kukimbilia kuwajibisha bila kuwapa nafasi ya kusikilizwa. Na ukimwajibisha mtu bila kumsikiliza, mahakama kuu imejaa maamuzi ambayo watu waliwajibishwa bila kufuata utaratibu na walilipwa fidia. Kwa hiyo hatutaki kuingia katika huo mtego. Na tume ya Jaji Kipenga, mtakumbuka kwamba katika ngazi ya tume tulikuwa tunafikiria kwamba wale wachimbaji waliuawa Sinza katika ule ukuta wa Posta.
Lakini ilipofikia hatua ya DPP na polisi kufanya upelelezi wa ziada, ndio ukweli ukaibuka. Kwa hiyo katika hatua ya tume unaweza kupata ushahidi ambao utahitaji kujazia, na kujazia lazima uende kwenye hatua inayofuata ili uweze sasa kumwajibisha. Na kumwajibisha mtu ni rahisi sana. Kwa mfano, kila taasisi iliyoundwa kwa mujibu wa sheria na katiba kuna wajibu. Jeshi la polisi wana taratibu za ndani za kuwajibisha, kuna taratibu za nje za kuwajibisha. Sasa hayo yote yatakuwa ni sehemu ya awamu inayofuata. Na vile vile kuhusu kupokea ripoti kwamba ni ripoti ya rais, tukumbuke wote tunafahamu Mheshimiwa Rais amekuwa akisema kwamba ripoti hii itamsaidia katika maridhiano, katika majadiliano ya katiba. Nadhani tuwe na matumaini kwamba tukifikia hatua hizo, mambo mengi zaidi katika hii taarifa yatajitokeza na yatakuwa wazi, kwa sababu Mheshimiwa Rais kifungu cha 21 kinasema akiona kuna haja ya hatua zozote kuchukuliwa dhidi ya mtu au watu wote, ana mamlaka ya kufanya hivyo. Anaweza kuagiza aliyesababisha madhara kulipa fidia. Hayo yote yako ndani ya mamlaka ya rais katika sheria ambayo tunayo sasa. Hata swala la kuzuia taarifa isichapishwe, ukisoma kifungu cha 21 kifungu cha 3, Mheshimiwa Rais anaweza kuelekeza taarifa ya tume au sehemu yoyote ya taarifa hiyo isichapishwe. Na kuna mambo mengi siku hizi ya kuzingatiwa. Kuna taarifa binafsi nyingi sana za watu mle ndani, taarifa nyingi ambazo mashahidi wengine walituomba hawataki taarifa zao zitoke nje. Kwa hiyo hata kama ikifikia hatua ya kutoka, kuna mambo lazima hayatatoka kwa sababu ya kulinda, na kuna sheria ambayo inalinda taarifa binafsi, na tunaheshimu vile vile matakwa ya wale waliojitokeza. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tumeona vizuri ni tuyazungumzie. Na kuna watu wamempigia Mheshimiwa Mwenyekiti simu wakiomba kwamba pengine ifikie siku ambayo taarifa hii pamoja na picha zote za video iwekwe kwenye makumbusho ya taifa, kwa sababu matukio ya tarehe hizo 29 na siku zofuata, baada ya miaka inaweza kusahaulika, tukarudia makosa yale. Kwa hiyo amesema pengine ikimpendeza Mheshimiwa Rais, ifikie wakati uende makumbusho ya taifa uweze kuona kila kitu, picha zote, video zote ambazo zinazunguka, ili vizazi vijavyo viweze kuona kilichotokea na kuzuia isirudie. Jambo lingine ambalo nilikuwa naomba, ambalo limejitokeza sana, ambalo ni la hatari kidogo, la katiba inasema wazi kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na maoni. Sasa kuna vikundi ambavyo vinataka maoni yao ndio yasikike, na hii unaiona dhahiri kwenye mitandao ya kijamii. Mtu akijitokeza akitoa maoni yake anashambuliwa kama nyuki. Nadhani hiyo sio afya katika hatua ambayo tunakwenda. Tunataka tuwe na soko la mawazo. Kila mtu anatoa mawazo yanashindana. Mtu ambaye hukubaliani na mawazo yake unamsikiliza, na wewe unatoa maoni yako na mawazo yako. Lakini tabia ya kuzima mawazo ya wengine, sisi wengine baada ya taarifa kutoka, tumepokea simu za matusi zaidi ya 300. Kwa sababu kuna mtu hataki maoni yetu yaliyopatikana kwa njia ya methodolojia ambayo tumeonyesha
yasijulikane kwa Watanzania. Nadhani hilo ni jambo ni la hatari sana. Unaposema wewe ni muumini wa demokrasia, wa haki za binadamu, kuwa tayari kusikiliza maoni na mawazo ambayo wewe upendi kuyasikiliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niishie hapo. Asante sana. Kuna swala moja ambalo niliongelea na liko kwenye taarifa na nadhani ni muhimu tukaliongelea. Kuna swala moja muhimu sana ambalo linahusu chanzo. Na sisi katika kubaini chanzo tulisema moja katika vyanzo vinahusu masuala ya uchumi na ya kijamii. Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana ilikuwa ni moja, lakini jingine ni lile swala la watu kupotea au kutoonekana au kutekwa. Sasa tulifanyia kazi vipi? Kwanza kabisa, kisheria, kama mtu akipotea inabidi taarifa itolewe rasmi. Kwa mamlaka gani? Jeshi la polisi. Jeshi la polisi na wanatakiwa waanze kazi ya kutafuta huyo mtu kuanzia masaa 48. Ndio inaanza muda kuanza kuhesabika. Sasa sisi tutapiga hodi polisi kwanza, tutaka kujua upelelezi unakwendaje. Tukapata taarifa kwamba kwa miaka mitatu 2023 mpaka 2025, ni miaka hii mitatu, watu ambao rasmi polisi na taarifa ni 758. Uchunguzi umefanikisha watu 503 kupatikana, ambayo ni 66%. Watu 265 bado hawajulikani walipo. Watu 265 ambayo ni 34%, ukichukua miaka hii mitatu iliyopita. Lakini la pili, hizi takwimu zinaonyesha kwamba kwa mfano mwaka 2022 waliopotea ilikuwa 216, waliopatikana 160,
na 56 walikuwa bado wanatafutwa. Hiyo 2022. Tuje 2025, mwaka jana. Mwaka jana 2025 watu 237 walipotea, 176 wamepatikana, na ambao hawajapatikana ni 61. Kwa hiyo moja ni kwamba sio kwamba juhudi hakuna za wenzetu polisi, kwa sababu kuna waliopatikana, lakini kuna hii idadi ambayo bado, na ndio shauku kubwa ya watu kutaka kujua hatima ya ndugu zao, jamaa zao ambao bado hawajapatikana. Sisi kwa nini tulisema ni moja katika vyanzo? Kwa sababu tulikwenda kwa mfano mkoa wa Mara, tulikwenda kata ya Sirare, Tarime, mkoa wa Mara. Pale shahidi mmoja ametupa majina ya watu 6 wamepotea kwenye kata ile, na bado wanatafuta majibu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina lakini la pili, na nyinyi waandishi wa habari ni muhimu kulijua kwamba swala hili kuna tusichanganye maneno. Kupotea ina maana yake, kupotezwa ina maana yake, na kujipoteza ina maana yake. Kupotea ni nini? Ni mtu ambaye hajulikani alipo na familia yake au ndugu zake, na ambaye taarifa yake imewasilishwa rasmi. Sasa kuna kupotea kwa hiari, voluntary missing, na kupotea bila hiari. Umepotea bila hiari yako, involuntary missing. Kuna waliopotezwa, hiyo Kiingereza inaitwa enforced disappearance. Ni neno maalum la kisheria ya kimataifa, na kuna mkataba wa kimataifa kuhusu watu ambao wanasadikika wamepotezwa. Wamepotezwa. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance kwa mwaka 2006, na imeainisha maana ya hiyo kupotezwa. Na kule ukiona ni kwamba jambo kubwa kule ni kwamba mtu amekamatwa au amewekwa mahabusu au amenyimwa uhuru wake na nani, na mawakala wa serikali au mtu binafsi au kikundi chenye kibali au ridhaa ya serikali, na pahali alipo
haitajwi, ndio enforced disappearance. Kwa hiyo tusichanganye walopotea, twende kwa kina. Swala hili la upoteaji linatukera sana, hata sisi kila mtu tunamkera Tanzania hapa. Ndio maana imekuwa tumeliweka kwenye chanzo moja, katika chanzo kwenye masuala ya kijamii, lakini swala pia liko dunia nzima, liko dunia nzima. Chama cha Msalaba Mwekundu, mtandao wa Chama cha Msalaba Mwekundu duniani, International Red Cross and Red Crescent Movement duniani, takwimu zao mwaka 2024 inasema duniani watu 284,000 284,000 wamepotea, missing persons. Hata Ulaya watu wanapotea, Ubelgiji, Marekani, Uholanzi wanapotea, lakini sababu ni tofauti. Kwa kila nchi ina sababu zake. Kuna viashiria duniani 74 ya aina ya watu wanapopotea. Kwa hiyo ukitaka kwenda kwenye mzizi lazima ubainishe vile, kwenda undani zaidi. Kwa nini kapotea? Kwa sababu gani? Nchi nyingine wanapotea au wanapotezwa shauri ya madai ya watoto wadogo. Kuna mikataba siku hizi ya kimataifa, watu wengi wa nchi nyingine wanakwenda nchi nyingine, wanaoa, wanakuwa na matatizo, wanatoroka na watoto. Inaitwa child abduction, ni kupotea. Na siku hizi kuna mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo nchi kwa mfano iliyoendelea tu Australia, mwaka 2000 kila dakika 18 kulikuwa mtu anapotea, mwaka 2000. Lakini bahati nzuri anapatikana, kwa sababu zao ni tofauti. Kwa hiyo sisi tulichimbie hapa ndani kwetu, kwa sababu hili ni swala letu wote, haliwezi kutatuliwa na chombo kimoja. Sasa sisi tumebaini nini? Kwanza, kwenye haya hii idadi ambayo polisi imetupa ya waliopotea 758 mwaka 2023 2025, hao 513 waliopatikana ni makundi gani? Ni makundi gani? Kwa hiyo taarifa yao inasema ni makundi 7. Moja ni kulipizana kisasi. Jingine ni masuala ya uhalifu. Jingine kukwepa mkono wa sheria. Nyingine imani za kishirikina. Wengine waliondoka bila taarifa makwao, wengi tu. Nafahamu hapa Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, watoto wengi wana stowaway, hawagi makwao. Stowaway hawagi makwao. Nyingine usafirishaji wa binadamu haramu, hawagi. Hawagi. Kwa haya, lakini sisi sasa tutawaambia tulibaini nini na tumependekeza nini kwenye hili swala kubwa la kijamii ambalo linatugusa. Moja ni kwamba tunaona ni swala ambalo linahitaji kipaumbele katika uchunguzi. Polisi zina kazi nyingi tofauti, lakini hili ni swala ambalo linahitaji kipaumbele na linahitaji mkakati maalum
wa kuweza kulitatua, na unakwenda kwenye mizizi yake, kwenye mizizi ili lipunguke, tuone kabisa kwamba linapunguka na linaondoka. Lakini pili, tumeona sisi kwamba katika upelelezi unaoendelea, pamoja na mafanikio ya kuwapata wenzetu ambao walipotea au walijipoteza na kadhalika, au walitekwa kwa sababu ya ili watoe pesa ndugu zao au na kadhalika, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mkakati maalum wa kuweza kulitatua. Lakini pia polisi wana PGO 233 ambayo inaweka utaratibu. Utaratibu huo unaitaka polisi ipe taarifa familia. Lakini sisi tumeshauri kwamba hili, kwa sababu ni swala la umma, taarifa wapewa wananchi, na nadhani polisi mnafahamu mara kwa mara huwa wanatoa taarifa kwa umma, lakini taarifa hizo ziongezwe ili kila mtu tujue hatima ya hawa wenzetu. Lakini pia tumeona kwamba kwenye haya watu waliopatikana na vile kuna viashiria vya uhalifu, kesi nyingi zinaishia upelelezi badala ya kwenda kwenye mashtaka. Kwa hiyo ili kuimarisha upelelezi, kuwa na mashtaka yanayofaa hasa kwa uhalifu ndani yanayotokea kwenye masuala haya, tumependekeza kwamba mamlaka ikiridhia ibuti wa upelelezi ili kuboresha huo upelelezi. Naye ameshafanya, mtakumbuka, kuhusu masuala yale ya kukiri kosa, plea bargain, ameshafanya performance review hiyo na imesaidia katika kuboresha. Baada ya performance review ikaja kanuni mpya na mambo mengine ya kuboresha. Kwa hiyo swala ambalo tunalo, lakini kwa hiyo nataka tu kuweka hizi sawa kuhusu hayo masuala ya upoteaji wa watu na kadhalika. Lakini nyingine ambalo ni muhimu ni swala lile linatokana na swala la nani wahusika wakuu. Kuna pande mbili yaliyotokea Oktoba. Upande mmoja walopanga, waloratibu, walofadhili yatokee, na wale wakubwa, hatuongelei hawa wafuata mkumbo, wakubwa walopanga, waloratibu, walofadhili upande mmoja. Upande mwingine walodhibiti ndani ya siku 3 amani ikarudia. Kwa wote hao tutaongelea kwa kifupi. Nimwalike Balozi Mela aongelee hilo swala la IGP Mwema, swala hilo la tunaita mastermind, wale ambao wamepanga. Baadaye tutakuja kwa Balozi Mela kuhusu kubaini na kuzuia, and then mimi nitamalizia swala moja ambalo muhimu ni la uwajibikaji, alafu tutafungua mjadala kwa dakika chache tu. Tumpe asante sana mwenyekiti na ndugu wajumbe.
nakushukuru na ndugu zangu wanahabari na wahariri. Hii ni fursa nzuri ya kuzidi kulielewa hili jambo kwa undani, na kama ripoti ilivyoeleza kwamba katika ushahidi tuliokusanya tuliweza kubaini kwamba ghasia zile zilikuwa zimepangwa na ziliratibiwa na kufadhiliwa. Sasa swali la msingi linakuja, mmejuaje? Mmetumia ushahidi gani? Katika watu zaidi ya 63,000 tuliokutana nao kwa njia mbalimbali, wako waliokuja ana kwa ana, wako waliokuja kwa maandishi, kwa viapo, na wapo waliojitokeza kwa huzuni, kusikitika jambo lililotokea ni baya, na wakakubali wao wenyewe kutuongoza. Kwa hiyo kuna watu tumetoka nao kwenye mitaa, wakaeleza jinsi walivyoshirikishwa kufanya jambo hili. Kuna watu kwenye mabodaboda, kwenye makundi ya mamalishe, kwenye vikundi mbalimbali, mradi walishiriki kwa namna moja au nyingine. Wao wenyewe wanakiri kwamba sisi tulihusika. Lakini mimi nilikuwa nafanya biashara katika soko X. Kipato changu cha mwezi ni shilingi ngapi? Nikapewa na nikaambiwa kuna kazi maalum, na kama mambo haya yakifanikiwa, basi siku si nyingi mafanikio makubwa zaidi yatapatikana. Kwa hiyo watu wa aina hii kwenye vikundi mbalimbali, kwa wakati mbalimbali, maeneo mbalimbali, ule ushahidi wake ukiukusanya unakupa mchakanuo, analysis ya kuweza kubaini kwamba hapa palikuwa na mpango gani. Kwa hiyo ni kwa njia hiyo tuliweza kujua kumbe huu mpango umefadhiliwa. Kuna pia matukio na picha na ushahidi mwingine ulituonesha kabisa zilipangwa mbinu zaidi ya 16 ili jambo hili liweze kufanikiwa. Na cha msingi kabisa ni kwamba iliweza kutawanya zile nguvu ulizokuwa nazo. Kama ulikuwa unategemea vurugu hii itakuwa ni ya maandamano, lakini imetokea hapa, imetokea pale, imetokea kule. Yaani kuna maeneo 202 yalitokea kwenye kadhia hii. Sasa fikiri maeneo ni kama Magomeni, Ubungo, Kimara, Kinyerezi. Sasa lakini pia kuna matukio zaidi ya tukio moja kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ule mtawanyiko sasa na mgawanyiko wa askari kukabiliana na jambo hilo, ukichanganya na mbinu zilizowekwa za vizuizi barabarani, mbinu gani, unaona kabisa hili jambo halikujitokeza kwa kulipuka, limepangwa. Na huo ndio mchakato tuliotumia. Hakuna mtu kwenye tume amekaa akafikiri mwenyewe kwamba hili linawezekana likawa limefanyika hivi. Kuna mashahidi wamekuja, kuna digital evidence za video na picha mbalimbali. Kwa hiyo hizi ndio zilizoweza kutuongoza na kuweza kujua kuna mchakato wa namna hiyo. Naomba niseme kwa uchache tu, ilikuwa ni katika mazingira hayo tuliweza kukusanya ushahidi huo. Asante mwenyekiti.
Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, wanahabari na makamishna wenzangu, habari tena za saizi. Nimeagizwa na mwenyekiti nizungumzie swala la kubaini, na hili pia limejitokeza sana katika jamii. Watu wanashangaa kwamba inakuwaje mlishindwa kubaini, lakini ukishabaini pia kuna kuzuia. Inakuwaje mlishindwa kuzuia? Na kwenye kuzuia pia kuna kudhibiti. Kwa hiyo ningependa kukueleza kwamba dunia ya leo ni tofauti na dunia tuliyotoka. Miaka ya nyuma ukitaka kupanga mambo kama haya unapanga ardhini, unakuja field. Lakini kutokana na teknolojia sasa hivi mambo yanapangwa kwenye mtandao. Humuoni mtu anayepanga, lakini wapo watu wanapanga, na wanaweza wakapanga mpaka wakafanikisha kiasi kwamba wakawa wako mbele kuliko wale ambao wanazuia. Kwa hiyo kwa uchunguzi tuliofanya, ushahidi umebaini kwamba taarifa zilikuwepo kwenye mtandao, lakini pia na watu wachache ardhini walikuwepo. Na ushahidi tumeupata wapi? Hiyo mitandao ipo, lakini pia tumekwenda kukutana na wadau mbalimbali. Miongoni mwa wadau ambao tumekutana nao ni pamoja na watuhumiwa ambao wako magerezani. Tulitembelea magereza yote ambayo yana watuhumiwa na tukapata fursa ya kuongea nao, lakini pia tulikutana na waathirika ambao walikuja pia na ushahidi wa picha. Baadhi ya majengo kama mnavyofahamu sasa hivi yana CCTV cameras, kwa hiyo yanaonyesha, na baadhi ya watuhumiwa pia ambao walionekana kwenye CCTV cameras wakifanya uhalifu, na wenyewe tumeongea nao na wamekiri. Baadhi yao wanasema walifuata mkumbo. Lakini sasa lije swali kwamba kama taarifa hizi zilikuwepo, hasa inakuwaje hamkuweza kubaini, hamkuweza kuzuia, mkaishia tu kwenye kudhibiti? Tuliloliona sisi ni kwamba walizidiwa na speed. Unaweza ukitizama nyuma huko, kuna matukio ambayo yamewahi kutokea. Kwa mfano, tukio la 9/11 kule Marekani, taarifa zilikuwepo, lakini kutokana na speed walishindwa kubaini hasa ni kitu gani kinaenda kutokea. Lakini walikuwa wanaona kabisa kuna mapilot wanafanya training, kuna dalili kwamba watakuja kushambulia, lakini watashambulia wapi, saa ngapi, watakuja na nini, hivyo hatukuweza kupata. Na katika masuala ya intelligence kuna vitu vinavyoitwa intelligence labs. Ni mapengo ambayo unapopata taarifa hupati taarifa yote kwa ujumla. Ni kama hadithi, unasimulia hadithi alafu na vipande humu ndani vinakuwa havipatikani. Lakini kingine ni hicho kwamba alichoelezea mzungumzaji aliyepita kwamba mbinu walizotumia ni tofauti na mbinu za kawaida. Mbinu za kawaida, maandamano huwa yanategemea yanaanzia sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni watu wanakusanyana, wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakiwa na ujumbe na kadhalika. Kwa hiyo mategemeo yote ya vyombo vya ulinzi na usalama walikuwa wanategemea kitu kama hicho. Lakini kilichokuja kutokea ni fujo zilizokuwa zinasambaa kwa haraka sana kwa kutumia pikipiki, lakini pia fujo zenyewe ziliambatana na kufanya uharibifu mkubwa, kuchoma vituo vya mafuta na kutawanyika katika maeneo mengi kiasi kwamba hata kazi ya kuzuia na yenyewe ikawa ngumu.
Sasa nije kwenye kuzuia. Kuna swali moja ambalo limezungumzwa sana kwenye vyombo vya habari kwamba inakuwaje jeshi la wananchi lilikuwemo mle na nchi haijatangaza hali ya hatari. Sasa swali hilo linajibiwa na sheria ya ulinzi wa taifa ambayo ni sheria namba 24 ya mwaka 66. Ina section 110. Ukienda kwenye section ya 21 ya hiyo National Defense Act ina ruhusu jeshi kwenda kusaidia mamlaka. Kwa Kiingereza wanasema ni assistance to civil power. Kwa hiyo jeshi la wananchi wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyoundwa inaruhusiwa kwenda kusaidia mamlaka, na uko utaratibu ambao umeelezwa pia kwenye section ya 22 ambayo inasema kwamba watakapokwenda pia wanakuwa na powers za polisi. Hawaendi kwenda kuwaondoa polisi alafu wao wafanye kazi ya polisi, hapana. Wanakwenda kuassist kwa kushirikiana na vyombo vingine ambavyo vipo. Na pia kanuni za majeshi ya ulinzi namba 15 zimefafanua taratibu mzima ambao utatumika. Lakini pia kwa mujibu wa sheria ya Baraza la Usalama wa Taifa, yani National Security Council Act, hii ni act namba 8 ya mwaka 2010. Na yenyewe pia imetoa kamati za usalama. Kuna kamati ya usalama ya mkoa, kamati ya usalama ya wilaya, na imeeleza ni wajumbe gani wanakuwa kule na jukumu lao ni ku regulate na ku coordinate. Lakini pia kuna kamati ya wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wanaje kukutana kwa ajili ya ku coordinate utendaji. Kwa hiyo kama mnasikia maswali kwamba ilikuwaje wanajeshi wakawepo kule, sababu ni hiyo, kwamba wamekwenda pale kisheria. Na sheria hii sio kwa Tanzania pekee yake, ipo kwa nchi mbalimbali. Tofauti tunaweza kawa kanuni zinaweza zikawa zinapishana kidogo, lakini kwa mujibu wa sheria inapo. Na hii sheria ukitizama hata kabla ya uhuru ilikuwepo, ukipitia sheria mbalimbali. Kwa hiyo ni malizie tu kwa kusema kwamba kulikuwa na changamoto katika kubaini kutokana na teknolojia na mitandao, lakini pia kutokana na speed na usambaji wa hiyo. Na mimi ninafikiri kwa mawazo yangu pia imetoa somo kubwa sana kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kuzuia tukio lingine kama hili kama litatokea. Na nafikiri mliona tarehe 9 lilitaka kutokea, lakini waliweza kujipanga vizuri zaidi, wakabaini na kuweza kuzuia. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kumalizia hatua hii, nizungumzie tu kwa uchache swala la uwajibikaji. Kama nilivyosema wakati tunawasilisha taarifa kwamba watu wengi walitegemea kwamba siku ya kuwasilisha taarifa hao wahusika wakuu wangetajwa na wale waliodhibiti na kusababisha vifo pia
wangetajwa. Sasa sisi kwenye uwajibikaji, kwanza hakuna mtu yote shahidi au mtu yote aliyokuja mbele ya tume akasema au akajenga hoja kusiwe na uwajibikaji. Kwa hiyo tunakubaliana, si jambo geni, kila mmoja tunakubaliana kuwe na uwajibikaji, na hiyo kila mtu, hakuna alosema hapana, hakuna anasema uahirishwe. Kila mtu anasema kuwe na uwajibikaji, lakini anachosema walotueleza ni kwamba uwe uwajibikaji wa haki, uwajibikaji wa haki. Na tulishauriwa pamoja na viongozi wakuu wa nchi tulioona na wengine hata waathirika wenyewe kwamba anastahili kuwajibika awajibishwe kwa mujibu wa sheria, asiyestahili kuwajibishwa asiwajibishwe. Sasa hizo ndio miongozo tume imepata: awajibishwe anayestahili, asiyestahili asiwajibishwe. Na wengine wakenda zaidi kwamba asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana. Tuwajibishane, lakini asitolewe mtu kafara. Ushauri huo kutoka watu, sababu inabidi tuwaulize pia na watu, sio maoni yetu pekee yetu, hapana. Tusikize maoni ya watu, ushahidi unasemaje, na sisi pia baada hapo tuweze kubaini. Sasa sisi kwenye kupanga ramani au njia ya kwenda kwenye uwajibikaji, tumebaini safu tatu. Safu ya kwanza ni uwajibikaji binafsi wa mtu aliyoshiriki kwenye kutenda kosa la jinai au la madai. Tusisahau pia kuna uwajibikaji wa madai, wa madai pia. Kwa hiyo ni yule mtu binafsi kwa kosa alichotenda yeye mwenyewe kwa nafsi yake, la kimadai au jinai. Na kwa polisi si jambo geni. Kwanza sheria inasema hivyo hivyo kwamba askari polisi atakayesababisha mauaji au kifo kwa kutumia silaha atawajibika yeye mwenyewe binafsi. Sheria inatamka, wala sio tume inayotamka. Sheria ya polisi inatamka hivyo, PGO zao zinamtamka hivyo. Kwa hiyo inajulikana, na wengi tu polisi wameshapelekwa mahakamani kwa matumizi ya silaha za moto kusababisha vifo, lakini kwa vigezo vya kisheria, kwenye madini migodi kule, North Mara kule wapi, na mara nyingi na hizo kesi nyingi tu. Kwa hiyo ni safu ya kwanza kwa upande wa madai na jinai. Lakini kuna safu ya pili. Safu ya pili ya kiongozi au kamanda kuwajibishwa. Ni safu ya pili, kiongozi au kamanda. Kiongozi kwa raia, kamanda kwenye vyombo. Lakini pia ina vigezo vyake vitatu, kwamba huyo kiongozi au kamanda kwanza awe na uwezo wa kumamuru au kumamrisha au kumsimamia
huyo wa chini yake aliyotenda kosa. Kwa Kiingereza tunaita effective control and command. Awe na uwezo, kwa sababu unamtuhumu kwa kosa sio alofanya yeye, alofanya mtu chini yake, lakini anabeba lawama, tuhuma za kijinai kwa kosa. Sio lazima yeye atende kosa. Mnafahamu hata kule mauaji ya Kimberley Rwanda, wengi walopanga sio wao walotekeleza, sio wao walikuwa kule kwenye uandani, hapana. Kwa hiyo huyo kiongozi au kamanda lazima aweze kwanza awe utafutia ushahidi kuonyesha kwanza alikuwa na uwezo kumwamrisha huyo chini yake au kumsimamia au kumwamrisha, kumwamuru. Pili, lazima awe amejua kitendo kile alichofanya huyo mtu chini yake, au alipaswa ajue kwamba huyo chini yake kafanya lile tendo, kosa la jinai. Huwezi tu kumtuhumu hata kama komanda, kiongozi. Je, alikuwa anajua? Na kuna kesi nyingi tu za kimataifa wapi huyu viongozi alijua au alipaswa kujua. Na sheria ni alijua au alipaswa kujua kwa mazingira yale. La tatu ni kwamba ameshindwa kuchukua hatua kuzuia, ameshindwa kuchukua hatua zote ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kukinga hayo kwa viongozi. Safu ya pili. Safu ya tatu, kama unasema balozi Mela hapa, ya tatu ni swala la uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Taasisi tulichambua ushahidi na maoni yetu pia ni kwamba uwajibikaji uweko, ndio maana tumetoa mapendekezo. Lakini pia ni kwamba sisi tunaongozwa na hadithi za rejea ambayo ni kubaini hoja. Tunabaini hoja, fact finding. Kwa ngazi hii na tume si jukumu lake kumtia mtu hatiani au kutamka kijinai. Tume zote za uchunguzi ziko kwenye nchi 57 za Jumuiya ya Madola. Sheria hiyo nchi 57 za Jumuiya ya Madola, na sheria hii imetumika zaidi ya miaka 150. Nchi kama Canada wana tume za uchunguzi zaidi ya 500 wamefanya. Kwa hiyo misimamo yote ni misimamo ya kisheria ya mahakama za juu za nchi kama Uingereza, Canada, Ireland, Malaysia, Singapore, kote huko. Haibaini kijinai. La tatu, ushahidi gani ambao sisi, aina gani ushahidi sisi ushahidi wetu kwa kiasi kikubwa cha muathirika huo pekee hautoshi kumtia mtu hatiani. Lazima upate ushahidi upande mwingine, lakini natosha kuanzia upelelezi. Kuna mtu anasema mimi nimepigwa risasi, nilikuwa dukani. Tumekubali ushahidi wake kwa sababu chini ya kiapo, lakini sio kamilifu kwa sababu hajahojiwa kidodoso upande wa pili. Ukienda mahakamani kutoa ushahidi unahojiwa mara mbili.
upande mbili, anayekuleta mahakamani na yule upande mwingine wa utetezi. Na tume hizi sisi maksudi tumesema tutakuhoji sisi tu upande mmoja, kwa sababu wenzetu wamedhurika. Hatuna haja sasa hivi msuguano, tupate huo ushahidi, na upo walopigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia, upo. Wengine wanasema sebuleni, upo huo ushahidi, lakini kwa upande mmoja. Na ndio maana kuna mapendekezo tumesema hapa, tumewasilisha tunakwendaje. Lakini pia tume hizi zinatakiwa kabla kumtuhumu mtu, na majina mengine yametajwa kwa watu wengine, waratibu hawa katikati waliopeleka pesa na kadhalika, lakini huwezi kumtaja au kumtuhumu mpaka umpe haki yake ya kusikilizwa, au kesi yako itafutiliwa mbali. Umpe haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo watu waliotajwa wapo wachache, lakini mpaka umwite. Na sisi tumesema hatutumii summon. Mtu yote, wote waliokuja mbele ya tume wamekuja kwa hiari yao. Hatutumia nguvu ya mahakama kuu ya kutoa wito wa lazima, summons. Nyinyi mnajua summons. Ukiitwa ukikataa unaitwa kwa nguvu. Tumesema hapana, hatua hii hatuitwi tukusanye, kwa sababu sisi ni wabaini hoja, tutafute ilitokea nini, nani. Kwa hiyo haya yote ndio yamefanya, na tumefanya uchunguzi wa awali. Vile vifo vimetokea wapi, vimetokea vingapi, vimefanywa uchunguzi, na tumebaini katika vifo 518 vingi sio vifo vya kawaida. Kuna vifo vya kawaida vimetokea pia. Kuna watu wamepata mshtuko wa moyo, wachache. Kwa hivyo ni kitu cha kawaida. Wengine walikuwa watu wazima. Lakini kuna vifo sio vya kawaida. Vifo sio vya kawaida haimaanishi vifo kinyume na sheria. Mamlaka pekee inaweza kusema kifo hichi kiko kinyume cha sheria ni mahakama. Madaktari wanaleta ushahidi na tumewatumia kusema vifo hivi, idadi hii ya vifo sio vya kawaida. Kila maiti nyingi 260 zimefanyiwa uchunguzi wa kifo postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo, Inquiries Act. Inquest Act, sheria ya uchunguzi wa vifo, Inquest Act. Ili nini twende kwenye huo uwajibikaji? Lazima utayarishe. Huwezi kwenda hivi bila uchunguzi wa kisayansi mbele ya safari. Kwa hiyo hapa swali kubwa ni nani, kwa kosa gani awajibike, lini awajibike. Nani awajibike, lini, kwa kosa gani na kwa ushahidi gani. Kwa sisi hatuamini kwenye uwajibikaji reja, kwa sababu matokeo ya uwajibikaji reja ni mtu kutokutiwa hatiani na kuachiwa mwisho wa siku. Kwa hiyo ushahidi wako lazima uwe mzito wa kutosha wa kuweza kuifanya mahakama ikaamua kwa ushahidi ambao unajitosheleza. Kwa sisi tumependekeza
Kwa baada ya sisi ifuate tume maalum itakayochunguza. Lakini tume hiyo haendi kuvua samaki. Haendi kuvua samaki. Kwa Kiingereza sema haendi kwenye fishing expedition. Kazi yake tayari tumeibaini, tumeipendekeza. Kuna vifo 21 vya watoto, 2 chini ya miaka 4 vichunguzwe. Kuna watu 39 wanadai wamepigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia, ichunguzwe na kadhalika. Na hilo mamlaka imepokea pendekezo hilo. Kwa hiyo tutapenda hiyo ya hatua sasa ya uchunguzi wa kina, lakini uchunguzi maalum, ili uweze kuchunguza na kuwajibika. Kwa hiyo nadhani nimalizie hapa tu. Nitaka kama vile utangulizi, lakini nashukuru sana na namachia MC wetu atuongoze. Asante sana Mheshimiwa Mohamed Othman Chande, Jaji Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asante pia kwa wajumbe wa tume wote mliozungumza na wanahabari waliopo kwenye chumba hiki. Wanahabari wenzangu, sasa hivi ni zamu yenu kuuliza maswali. Tutapokea maswali 5 yatajibiwa. Alafu tutaangalia kama muda utakuwa unaruhusu na maswali bado yapo, tutayajibu. Tume itayajibu. Naomba maswali yawe mafupi na yanayoeleweka na yaulizwe kwa lugha ya staha. Karibuni. Na maswali? Mheshimiwa Jaji, nimeeleweka. Yapo. Naomba peleka mic pale.
Naomba anayetaka kuuliza maswali wanyoshe mikono na wapewe maiki kabisa, ili mmoja kumaliza na mwingine aulize. Karibu. Naomba mpe mtu maiki. Kuna mikono kule na kuna mkono kule nyuma. Nimemuona Kazalende na hapa katikati pia kuna mkono. Karibu mwenye maiki, endelea. Asante. Kwa jina naitwa Deogratias Kishamboni, mwalimu wa gazeti la Rada. Kwanza pongeze kwa ripoteo, lakini mimi nina maswali mawili. La kwanza ni hili ambalo tulikuwa tunaliona linazungumzika, wanazungumza watu mitaani kuhusu kwenye ile ghasia kulikuwepo watu wanapiga risasi ambao wanasemekana walitoka nchi ya jirani, wakataja baadhi ya nchi ilitajwa kwamba wale walikuwa ni maaskari wameletwa hapa kwa kukodiwa. Sasa kwenye ripoti yenu hatujaona kama hiki kitu labda mlikutana nacho au sisi ndio tunakutana nacho mtaani. La pili ni Mheshimiwa IGP ametuambia baadhi ya mashahidi walikuwa wanataka kufanikisha jambo, kwamba wanaambiwa wanataka kubadilisha maisha yao baada ya kuingia kwenye hiyo ghasia. Sasa mmeweza kubaini ni mafanikio gani au mashahidi walitaka kufanikisha? Ilikuwa ni jambo gani? Asante sana. Asante. Mimi naitwa Saleh Mohamed kutoka Mwanahalisi. Nilikuwa nataka kujua mmeanzishwa kwa sheria ambayo imetolewa kwenye gazeti na tarehe 23 mmemaliza muda wenu. Sasa hizi mnatoa ufafanuzi au maelezo kwa mamlaka ipi? Kwa sababu kile mlichofanya mmemkabili mwenye mali na mwenye mali anacho mkononi. Sisi tukitoka hapa tuchukue taarifa yenu kama ni nani. Hilo swali la kwanza. Swali la pili, nilikuwa nataka kujua, mmezungumzia wachunguzi wa kimataifa. Ninyi kwa uzoefu wenu mnao gani? Asante. Karibuni. Karibu. Wewe ndio utakuwa muuliza swali wa mwisho. Asante sana kwa fursa hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Shinona Saidi. Ningependa kujua tu, je, baada ya kutoa pendekezo tume yenu ya uchunguzi hayo mliotoa, je, baadaye mmeomba na majibu ya taletwa kwenu kwenye tume kwa ajili ya kuyafanyia kazi tena ili baadaye hatua zichukuliwe ama la? Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani maswali matano yameshafika. Naomba sasa mniajibu maswali haya. Karibu.
Asante mwenyekiti na ndugu wahariri na wanahabari kwa michango yenu mizuri, na mimi nitajibu lile swali la mpaka 2008 alosema dada 2028 kwamba ni muda mrefu. Ni kweli, lakini tulichokuwa tunazungumzia hapa ni mchakato wa katiba, sio mchakato wa uchunguzi. Kwa hiyo kuna mambo mawili tofauti hapa. Na nafikiri swala la uchunguzi litakuwa linaendelea, ni ongoing kuanzia sasa kwenda mbele, mwenye mamlaka atakapoamua uchunguzi ukamilike. 2028 tulikuwa tunazungumzia kwamba iwe njia nzuri ya kuhakikisha kwamba 2029 na 2030 kunakuwa na katiba, jambo hili lisirudie tena. Asante mwenyekiti. Ndugu mwenyekiti, nami nijibu swala la pili kutoka kwa ndugu Rogasian ambaye anapenda kufahamu kama katika uchunguzi wetu tuliweza kubaini kuwepo kwa wanajeshi kutoka nchi za jirani kuonekana wakipiga risasi. Katika uchunguzi wetu hatujaweza kubaini hilo, lakini ni swala linalowezekana. Katika kuchakata habari tunajiuliza vitu viwili: kuna ukweli kiasi gani, na je, swala hilo linawezekana? Kwa hiyo sisi hatutaka kulifunga, tumeliacha katika uchunguzi wa kina ambao utakuwa ni wa kijinai uliangalia nalo hilo, lakini kwa upande wetu sisi hatukuweza kulibaini. Pia mwenyekiti, asante. Kulikuwa kuna swali pia kwamba wale mashahidi waliambiwa mafanikio. Je, ni mafanikio gani? Nafikiri ndugu yangu Deo alikuwa anauliza hilo. Wale mashahidi walichokuwa wanazungumza ni kwamba kwanza wao, yani washiriki na mabadiliko yatakayotokea ni pamoja na kupata fursa za shughuli zao. Kwa mfano yeye alikuwa lile lilosema kwamba kwenye biashara unapata kiasi gani, achana na hiyo, chukua na hii kidogo twende, halafu na mambo yakiwa mazuri kule, hizi shida zote zitakuwa zimeondoka. Ndio ilikuwa namna hiyo. Ilikuwa ni wao ndio wanaosema, sio sisi, kwamba wameahidiwa nini. Asante sana. Swala jingine lilikuwa ni swala lile la kwamba tume imeshafunga kazi, kwa mamlaka gani
inaendelea au iko hapa. Mawili. Moja, kazi ya tume za uchunguzi kama hizi kabla na baadaye ni kuelimisha jamii. Kwa hiyo wakati tume inafanya kazi na baada ya kazi, swala la kuelimisha jamii. Ndio maana Jaji Mkuu mstaafu ametuelezea na katuelimisha kilichotokea tume ya Kipenka. Yeye alikuwa mjumbe mwaka 2000 na ngapi, 2006. Wengi tulikuwa, wengine hatujui elimu kwa jamii baada ya tume. Kwa hiyo hatubanwi na sheria yoyote kama tume baada ya kumaliza kazi hawezi kuongelea kuelimisha jamii kuhusu kazi yake. Tume sio mahakama. Jaji akiwa mahakamani baada ya kutoa hukumu hanadi, haongelei hukumu yake. Waandishi wa habari mnaruhusiwa, na inafanyika kila siku, kuiandika hukumu ile, kuikosoa jaji, ananyamaza kimya. Lakini tume lina wajibu endelevu la kuelimisha jamii kuhusu tume. Tume hizi zimeundwa kwa maslahi ya umma, na haswa hii ya uchunguzi na nyingine. Mamlaka inatumia kifungu kile kwenye tume ya uchunguzi, ina mamlaka ya kuanzisha tume kwa jambo ambalo litaona ni maslahi ya umma. Maslahi ya umma, sio ya mimi binafsi. Nimeongeza swala la CV. Katibu mkuu kiongozi ametutambulisha na uzoefu wa kila mtu. Na uzoefu wa kila mtu. Kwa hiyo yule aliyotuteua anajua kututeua kwa kigezo gani. Tume haikujiteua, imeteua kwa mamlaka, na hao watu wengine waliotaka tume ya aina nyingine wamekwenda mahakama kuu. Sio hivyo tu, hapa sasa hivi tukigawa karatasi, kila mmoja ataue tume yake ya watu 9, tutakuwa na majina hayo hayo au majina kila mtu tofauti? Kwa kila mtu anategemea tume. Lakini ndio maana tume hizi kwenye nchi zote 57 za Jumuiya ya Madola, mamlaka inayoteua ni mkuu wa nchi basi, au waziri kwa nchi nyingine ndogo, basi ndio anayoteua, na hamna kigezo anateua kwa vipi au kwa sifa gani. Anajua yeye kamtaka nani kwa sababu gani. Tume za uchunguzi sio tume nyingine, lakini tume za uchunguzi aina hii kama nilivyosema ziko kwenye nchi 57 za Jumuiya ya Madola. Amekuja Rais Chikwera juzi, Chikwere kwa niaba ya Jumuiya ya Madola, na yeye pia kaanzisha tume kama hii. Ndege Malawi mwaka jana iliyopata accident ya jeshi la Malawi ilimeua, alifariki makamu wa kwanza wa rais. Kamteua jaji moja tu. Kasomuliza kwa nini umeteua hukuteua huyu au huyu, alikuwa na sifa gani au nani? Ni mamlaka yake. Mamlaka yake tu. Kenya hivyo hivyo, Uganda hivyo hivyo, Nigeria hivyo hivyo, Singapore hivyo hivyo, Indonesia hivyo hivyo. Ni kawaida tu, wala hamna cha kwamba tumevumbua sisi au kitu kama hicho. Kwa hiyo nimruhusu Profesa Juma amalize swali la mwisho. Nashukuru mwenyekiti. Na swali la mwisho lililoulizwa na Shinuna Saidi, kama nimemuelewa vizuri, anasema je, baada ya mapendekezo hayo, je, umeomba mrejesho? Nadhani nimepata swali lako vizuri. Kwa kweli hizi, kama nilivyosema awali, taarifa ya tume hizi huwa ni za Mheshimiwa Rais, na ukiangalia hadidu za rejea tulizopewa zilikuwa ni kama 6 tu, lakini ushahidi tuliokusanya unagusa mambo ambayo ni zaidi ya hadidu za rejea zile. Zinahusu masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii,
masuala ya kisaikolojia, kiasi kwamba hata mapendekezo yetu yameenda mengine nje ya maeneo ambayo yametajwa katika hadidu za rejea. Na utekelezaji, kawaida utekelezaji wa tume hizi huwa hazina, huwezi kusema kwamba itafikia tarehe fulani hiyo imekamilika. Nitatoa mfano, hata tume ya Shivji ya ardhi ambayo iliteuliwa ilichukua miaka kadhaa kabla ya kupata sera ya ardhi, na ikachukua miaka kadhaa kabla ya kupata zile sheria za ardhi. Na kuna mambo mengine ambayo yamo katika taarifa ya hizi tume bado zinakuwa zina umuhimu. Kwa mfano, wanafunzi wanaosoma sheria, moja ya vyanzo vya elimu ya sheria ni taarifa ya hizi tume, kwa sababu kuna masuala tunayajadili kwa kina kimataifa na nchini, tunatoa takwimu, tunatoa mifano. Kwa hiyo faida ya hizi tume haiishii kwa kweli kwa yale ambayo yametajwa katika hadidu za rejea. Nashukuru mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Jaji na wajumbe wote wa tume yako. Asante Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu na wajumbe wote wa tume yako mliojibu maswali. Naomba sasa tupokee mzunguko wa pili wa maswali kama yapo. Karibuni wanahabari. Naona kuna mkono hapo na mkono mwingine ule pale na mwingine hapa. Naomba karibu Kenneth. Asante. Mimi swali langu ni, nimesikiliza recommendations ambazo tume imetoa. Sasa ukiangalia vitu ambavyo vimezungumzwa hapa, kwa mfano nitolee mfano wa, ningeweza kuchukua kama ni hate speech ama watu kutokubali maoni ya watu wengine. Sijui tume haikuona umuhimu wa kuja hata na recommendation ambayo inahusu media, especially kuwa na media ambayo inaweka public interest mbele kuliko labda partisan journalism ama radicalization na vitu kama hivyo. Tume haikuona hivyo, hasa ukizingatia nafasi ya media kwenye jamii katika kushape future ya jambo lolote lile ambalo nchi inataka. Lakini hasa ukizingatia kwamba pia media is a public good. Sasa kama public good inakuwa na nafasi kubwa sana katika kutengeneza kesho ambayo Watanzania wanaitaka. Sijui tume haikuona umuhimu wa kuja na recommendation ya kuplace media kama mdau mkubwa wa kutengeneza ile Tanzania ambayo Watanzania wanaitaka. Asante. Asante. Mimi naitwa Egan Sala na swali langu litakuwa ni kwamba kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Naomba useme unapotoka. Naitwa Egan Sala, ni mwandishi wa habari, nafanya kazi na BBC. Niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, mmetueleza kwa ukubwa kile ambacho kimefanyika. Lakini katika ukubwa huo bado pia mtaani kuna kukosolewa, lakini pia kuna watu ambao bado wanatilia shaka. Hili linakuwa hivyo ni kwa nini, lakini pia kwenu linatuma ujumbe gani kwenu kama tume? Asante. Ripoti nzuri. Uchunguzi umetumia method ya kitaalamu zaidi kiasi kwamba wananchi ni kama wameachwa nje, na lengo la uchunguzi lilikuwa kuwarejesha katika mustakabali hasa wa amani. Sasa tume imefanya tathmini gani baada ya ripoti hii
kuonekana inakosolewa kwa maana kwamba ule utaalamu waliotumia umewaacha wananchi nje. Je, ripoti imejibu maswali ya wananchi au imeongeza maswali zaidi kwa wananchi? Asante. Kuna mkono mwingine? Kuna mkono kule nyuma kabisa. Karibu. Asante sana. Jina langu ni Adam Luhomwa na tokea Star TV. Ningependa kupata ufafanuzi hapo. Kuna wakati wanatoa maelezo juu ya wale waliopotea ndani ya miaka mitatu, wale 500 na kitu, kama nilipata vizuri. Ulitoa ufafanuzi na sababu kwamba kuna kupotea kwa hiari, kuna kupotezwa na vitu kama hivyo. Ningependa kufahamu katika hao hiyo takwimu ulioitaja ndani ya hiyo miaka mitatu, walipotea kwenye mtindo gani, wa hiari au vinginevyo? Asante. Mheshimiwa Jaji mstaafu, naomba tupokee swali la mwisho alafu tutakuja kwenye majibu. Karibu. Na hilo ndio litakuwa swali letu la mwisho kwa leo. Karibu. Naam, naitwa Ayubu Luka natokea Jamvi la Habari. Matukio ya Oktoba 29 yameacha vidonda na majeraha hasa kwa wananchi ambao walipotelewa na ndugu zao. Sijaifuatilia sana ripoti, lakini naona hawajaandika kuhusiana na ni kwa jinsi gani ambavyo tume itaponya haya majeraha. Sasa nilikuwa nataka nijue hii tume ambayo imeundwa, je, wanaponya vipi haya majeraha ya wananchi, hasa wale ambao walipotelewa na ndugu zao katika matukio ya Oktoba 29? Ayubu, kabla sijamkaribisha Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu, naomba wanahabari tusome kabla ya kuja kuuliza maswali viongozi, kwa sababu inaonyesha jinsi gani tunakuwa hatutimizi wajibu wetu. Mheshimiwa Jaji mstaafu na mwenyekiti wa Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya siku ya uchaguzi na baada, naomba sasa nikukaribishe kujibu maswali ya wanahabari. Karibu. Okay, asante sana kwa maswala hayo na maombi ya ufafanuzi. Ya swala la media, na media sisi tulitambua kwamba media ni mdau mkubwa. Ndio maana katika yale makongamano ya makundi maalum tulifanya moja na vyombo vya habari na wahariri. Na Media Council ndio ilikuwa mratibu wa zoezi hilo kupata maoni. Kwa sababu tunajua sisi pia kwamba kwenye picha zile ambazo tumepokea ni nyingi, nyingine zimetoka kwenye vyombo vyetu ndani na wengine waathirika wenyewe, pamoja na za nje. Idadi kubwa sana ya picha, mjongeo, video za kawaida tumepata kutoka kwenye media yetu, aidha ya ndani, nyingine za nje, lakini nyingine na ya waathirika. Kwa hiyo tunajua hii sehemu kubwa. Sisi mapendekezo yetu kwenye masuala yote hatukutarget media peke yake, kwa sababu masuala ya mawasiliano, ya matumizi ya mtandao na kadhalika. Kwa hiyo tumeweka kwenye kundi hilo la mawasiliano. Swala jingine lilikuwa kuhusu masuala ya wale ambao wamepotea, wamepotezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile idadi
mtaona wenyewe ile idadi imefafanua kwa undani. Wale ambao wengine wamepotezwa au wamepotea sio kwa hiari yao, iko mule. Kwa wengine wamechukuliwa kwa lazima ili familia zao lipe pesa, zimo mule. Kwa hiyo kama tulivyosema, kuna katika idadi ile yote ya waliopatikana kuna idadi ya wale ambao sisi tunafikiria inaashiria jinai kwenye ile idadi. Iko idadi ukiangalia utaona kwamba kuna namba inaashiria jinai. Ndio maana tumeomba huu uchunguzi maalum wa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuweza kupendekeza maboresho kwanza ili kuweza kuimarisha upelelezi, kwa sababu hatimaye lazima watu waliohusika kwa vitendo vya uhalifu wafikishwe mbele ya mkono wa sheria. Sheria ichukue mkondo wake. Kuna maswali mengine yale nitamwomba Balozi Radhia ajibu habari ya tume kujikita zaidi kwenye kitaalamu kuliko kwenye wananchi, na jingine habari za jinsi namna tume imesaidia vipi kupona majeraha na kadhalika, kwa sababu inahusu pia kwenye mapendekezo ambayo tumetoa. Asante mwenyekiti, niungane nawe kuwashukuru wanahabari kwa nasi leo. Mtakumbuka siku ya 23 wakati mwenyekiti anawasilisha taarifa ya tume, mwisho wa hotuba yake alitoa mapendekezo ambayo tume inaitoa kwa mamlaka ya uteuzi. Tukitazama haya mapendekezo tunaweza kujibu pia hiyo hoja ya kuponya. Katika mapendekezo yaliyosomwa siku ile kuna mapendekezo ya muda mfupi, mapendekezo ya muda wa kati na mapendekezo ya muda mrefu. Kati ya mapendekezo ya muda mfupi ni kwamba serikali iweke utaratibu wa kuwahudumia majeruhi wa ghasia zilizotokea katika kipindi kile, kwamba wapate huduma za afya za utibabu bure, na wale ambao labda watahitaji viungo bandia basi wapate viungo vile bure. Lakini pia ilipendekezwa kwamba serikali itenge siku ya kuomboleza. Unapopata msiba kama huu, kawaida mnataka muomboleze, muweze kukubali ule msiba, sio kuufunga, kukubali, kwa sababu ukishapotelewa hakuna kufunga, utakuwa unakumbuka kila siku, lakini tuweze kukubali msiba uliotupata. Hilo ni mojawapo pendekezo letu ambalo tunadhani litasaidia katika kuponya jamii. Lakini pia kulikuwa na pendekezo la kuzisaidia jamii au zile sehemu ambazo zimeathirika kisaikolojia na kijamii, kwa sababu ile ilikuwa ni shtuko, trauma. Kuna watu wamepoteza wale ambao ndio walikuwa wanawategemea. Kuna watoto wameona matukio ya kutisha. Kuna wazazi, wamepotelewa na vijana wao. Kuna vijana na waita ambao ni familia ndogo. Tumekuta kina mama wajawazito, wana watoto wadogo, wale pia mbali na kupata huduma zingine wapate pia huduma za kisaikolojia. Na juzi tulikutana na viongozi wa dini
na wao wana jukumu la kutoa huduma za kiroho ili tuweze kufikia katika ngazi ya uponyaji. Lakini katika mapendekezo kuna katiba mpya ambayo imezungumziwa hapa na ndio iliyowekewa tarehe ya 2028 ili mchakato wa katiba huo umekamilika kabla ya uchaguzi unaofuata. Lakini pia imependekezwa tuwe na tume ya maridhiano na mwafaka. Watu wanapohitilafiana wakapigana wakaumizana, mwisho yote lazima wakae wazungumze. Sio lazima wakubaliane, lakini waridhiane kwamba hili jambo halikuwa zuri na kwamba tunapopata matatizo basi tutatue matatizo yetu juu ya meza, sio kwa kuumizana au kushambuliana. Katika mapendekezo ya muda mfupi kuna marekebisho ya kisheria. Tume ya uchaguzi itimize au itekeleze sheria ambayo tayari iliwekwa ili iweze kupata kukubalika na pande zote za kisiasa. Pia kuelezwa polisi na jukumu kubwa la kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo lazima jeshi lile lijiweke katika hali ambayo raia iwe inawategemea, iwe inawakimbilia, wasiwe katika kusigana bali wawe katika kusaidiana, kwanza katika kupata habari lakini pia katika kulinda mali na usalama wao. Lakini kuna mapendekezo ya muda wa kati. Kati ya mapendekezo ya muda wa kati kama alivyosema mwenyekiti, utaratibu wa uwajibikaji. Muda wa kati kwa maana uwajibikaji lazima unapitia katika zile ngazi zinazostahili ili wale ambao wanawajibika basi wawajibishwe katika zile ngazi tatu ambazo mwenyekiti amezitaja. Lakini pia tumependekeza utekelezaji wa vikosi kazi, taarifa za vikosi kazi na tume zingine. Kwa mfano naifahamu jinai pia katika kuleta uelewano. Tuna tume imewasilisha taarifa yake karibuni, tume ya kodi, ili kufanya iwe rahisi raia wa Tanzania kufanya biashara ili kuweza kuongeza kipato, lakini pia kuwezesha vijana na wao kushiriki katika biashara au kushiriki katika michakato mbalimbali, kwa sababu sheria au taratibu za ulipaji kodi za usimamizi wa biashara uwe katika hali ambayo itakuwa rahisi kwa wale ambao wako katika ngazi ya kuanzia kufanya biashara zao. Lakini pia tumependekeza kuimarisha mifumo ya ajira na uteuzi wa viongozi, iwe merit based, kwamba ajira iwe ni kitu ambacho mtu anakipata kwa sifa alizokuwa nazo na iwe rahisi, kwa sababu tumeona katika ushahidi tuliopokea vijana wengi waliokuja wamelalamika kwamba michakato ya ajira haiwapi fursa au hawaoni kama ina haki na usawa ili vijana wote wa maeneo yote waweze kupata, mpaka watu wamefikiria kwamba labda zinapotoka ajira zitolewe kwa quota ya sehemu mbalimbali. Kuhusu swala la vijana vile vile ilitolewa fursa za vijana kupata mikopo. Serikali imeweka au inatangaza taratibu mbalimbali za kupata mikopo, lakini imekuwa vigumu vijana kupata mikopo. Kwa hiyo katika kipindi cha muda mrefu au katika kipindi cha muda wa kati, basi taratibu hizo zifuatwe ili vijana ambao ni sehemu kubwa ya jamii yetu, lakini pia unaona walikuwa waathirika wakubwa katika ile kadhia, kwa hiyo na wao wawekewe mazingira ambayo wataweza kustawi na kufanya shughuli zao kwa urahisi zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Katika mapendekezo ya muda mrefu tumependekeza kuwepo kwa kurudiwa kwa utaratibu wa vijana kwenda JKT. Kwanza watapata elimu ya uraia, lakini pia watapata kujifunza elimu ya kujitegemea na nidhamu ya mahusiano. Katika mapendekezo yetu pia katika kuliweka sawa jeshi la polisi na pia jeshi la wananchi, turudie ule utaratibu ambao askari na maofisa watakaa kwenye makambi ili waweze
kwanza kuwe na uharaka wa kujibu matatizo mbalimbali, rapid response iwezekane, kwa sababu watakuwa mahali pamoja, lakini pia kulinda nidhamu na aina ya kazi ambayo jeshi la polisi inaifanya, pamoja na kutaka kuhusiana vizuri na wananchi, lakini pia warudishe ule utaratibu na nidhamu ya kuwa pamoja. Mwenyekiti, naomba nishie hayo katika mapendekezo nadhani ya niongezee moja, afu nitamwomba Jaji Mkuu mstaafu amalizie la mwisho. Hili swala kuhusu tume imejikita sana kwenye utaalamu kuliko raia. Kwa kweli kwenye tume kuna maeneo yalihitaji utaalamu, na hiyo ni kawaida. Kuna maeneo ambayo yamehitaji utaalamu, na jambo kawaida tume kutapata maoni ya kitaalamu, lakini kama ilivyo ndani ya mahakama, maoni ya kitaalamu hayatubani, sio lazima tukubaliane nayo. Wanatoa maoni kulingana na utaalamu wake. Sasa kuna maeneo mengine hakutumia mtaalamu mmoja, tumewetea wataalamu 3. Kwa mfano wajumbe wa tume, utaalamu hatuna sisi wa milipuko ballistic, hamna kwenye uzoefu wetu wa miaka 400 kufanya kazi. Utaalamu wa uchambuzi wa mbali satellite sisi hatuna, hata nyinyi hamna hapo mtu yote. Tanzania tumepata wapi utaalamu huu? Chuo Kikuu cha Ardhi wana mabingwa kwenye utaalamu wa uchambuzi wa mbali wa satellite, tumewatumia. Kuna uchambuzi wa patholojia, na tumekwenda sio patholojia, anatomical patholojia, lakini watu wachache. Hawa wataalamu hawazidi 10. Kwa kiasi kubwa ushahidi wetu unatokana na raia wa kawaida, kwa sababu unaweza kusimama mtaani ukamuuliza mtu yote chanzo cha kilichotokea hotuba tarehe 29 Oktoba ni nini, mtu yote atakwambia, na sisi wote tuna maoni hapa. Chanzo ni nini kilikuwa kichocheo, ni maoni. Kwa hiyo maana sisi kwenye mikoa yote, kuna moja tulikuwa tumefanya mikutano ya hadhara, acha makundi maalum, tumefika watu zaidi ya 3000, mikutano ya hadhara kila tulipokwenda kwenye ziara zetu ya nje. Wananchi wanapita, wanakuja, nauliza, kila mtu anachangia. Kwa hiyo kiasi kikubwa ni hao. Kwa mfano ukitoa watu wachache wataalamu waliojaza madodoso yetu, na bila kutaja majina, zaidi ya 3500 hatuwajui, lakini kutoka kwa wananchi wamejaza tu, kwa sababu iko mtandaoni. Madodoso yana maswali siku 13, 14. Jambo dogo, na wengi hao ni wananchi tu wa kawaida wametoa mawazo, lakini sisi wajibu wetu kuyachambua. Kwa mfano vyanzo, wametuambia wana vyanzo 31, tumevichambua tukasema sisi ni vyanzo kwa namna sisi tulivyobaini, tulivyotafsiri chanzo manake nini, kichocheo nini. Tukasema vyanzo 5, lakini hivyo vyanzo vina vyanzo vidogo. Moja ikawa ndio hiyo ndio sema habari ya watu kupotea, vyanzo vidogo. Vichocheo, wamesema vichocheo zaidi ya 80. Sisi tumebaini katika hivyo vichocheo, kutokana na ushahidi, ndio sisi kitu kinatupa nguvu, ushahidi. Kila mtu atakuwa na maoni yake, lakini sisi tuko mbele zaidi, sababu tuna ushahidi, ushahidi wa watu wengi. Sasa vichocheo
hivi tumebainisha vichocheo 8 vikubwa ambavyo mimi kama nilivyosema ndio ilikuwa kibiriti cha kuwasha kilichotokea tarehe hiyo 29. Nimpe kumsa hapo, nadhani kuna swali moja hili kwenye raundi hii. Asante. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuna swali ameuliza ndugu Saleh, nadhani kwamba mtaani kuna kukosolewa, tatizo liko gani? Tatizo ni nini? Kwa maoni yangu au kwa maoni ya tume ni kwamba kukosolewa ni jambo ambalo ni la afya, kwa sababu unapokosolewa ndio unajenga, unakuja na kitu ambacho ni bora zaidi. Na jambo ambalo sisi tumeligundua katika kukosolewa, kuna wale ambao wanakosoa bila kuwa na uwezo wa kuelewa, wanawategemea wengine wawe wamechanganua, alafu wanawafuata yale wanayosema. Na tumeona hiyo ni hatari sana, hasa kwa Tanzania, kwamba watu wengi siku hizi hawasomi magazeti, hawasikilizi television za hapa Tanzania. Muda wote utaona wana scroll, lakini yale wanayoya scroll sio mambo ambayo yanaweza kuwapa elimu na kujua kinachotokea Tanzania. Na kwamba tumeona kuna umuhimu vile vile wa watu kupata elimu ya namna ya kutumia taarifa ambazo zinapatikana katika mitandao. Kuna wengine wanaamini kila kitu, kila clip inayozunguka katika mitandao. Na ndio maana katika kazi zetu ili kupata ushahidi tulihakikisha tunapata wataalamu ambao walitusaidia sana kujua ni clips za aina gani deepfakes. Kwa mfano kuna matukio ambayo tuliletewa kama ni matukio ya tarehe 29, lakini wataalamu wakaonyesha kwamba zile video zimetengenezwa upya, zimechakachuliwa, ni matukio ya Gaza, matukio ya nchi nyingine ambayo ilikuwa na maafa, lakini imepokelewa kama ni matukio ya Tanzania. Kwa hiyo unakuta tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania kuna kuwepo na communication strategy ambayo itahakikisha kila mwananchi anafahamu kila kitu kinachoendelea hapa Tanzania. Na ndio maana sisi tumeona kwamba kama tume ya uchunguzi ya Tanzania tulipata nafasi nzuri zaidi pengine kuliko tume ya kimataifa kuweza kuwa na ukaribu na watu wa kawaida. Tuliweza kuongea nao ana kwa ana, tukaweza kuelewa matatizo yao, na tulitumia muda mrefu sana kuongea nao. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo kwa kweli linahitaji mtu anapokosoa awe anakosoa kutokana na elimu kubwa ambayo ameipata, lakini sio kwa kumsikiliza influencer mmoja amesema kitu ambacho kila mtu anaendelea kukosoa. Nashukuru. Niseme tu moja pia kuhusu ngoja nimwachie Balozi Radhia. Kuhusu ile swala la moja ya mapendekezo yaliyotolewa ni kuundwa kwa baraza la vijana. Nadhani hiyo ni muhimu sana muijue, na tunadhani itachangia katika tunatumia neno kuponya, lakini pia katika kushirikisha vijana katika ujenzi wa nchi yetu. Kwa hiyo nadhani ni moja ya mapendekezo muhimu sana ambayo yatakayochangia katika kuleta utulivu, kama moja wa maswali yaliyokuwa yameulizwa kwamba tungependa kuona nchi yetu inamaliza na kusonga mbele. Kwa hiyo baraza la vijana nadhani itatoa fursa
kwa vijana kuweza kuzungumzia matatizo yao na kupendekeza wapi twendako. Mwenyekiti, niliona muhimu niongeze. Nataka niongezee hapa kidogo aliyosema Jaji Mkuu mstaafu kuhusu tume za kimataifa, kwa sababu mimi nimeshiriki tume zaidi ya 4. Sasa hivi ni mwenyekiti wa tume ya kimataifa inayochunguza kuhusu Sudan. Huu mwaka wa 3 niko Dar es Salaam, sijafika Sudan. Asante. Mheshimiwa Mohamed Othman Chande, waheshimiwa wajumbe wa tume ya uchunguzi wa matukio ya siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi na baada ya siku hiyo, naomba kwa niaba ya wanahabari wenzangu kuwashukuru sana kwa ufafanuzi mlioutoa kwa kina kuhusiana na ripoti ya Rais ambayo mliaminiwa kuchunguza matukio hayo. Wanahabari wenzangu, nanyi nawashukuru sana. Tufahamu tu kwamba tuna jukumu kubwa la kutoa elimu na kuwaelimisha na kuwafafanulia Watanzania haya yote yaliyoelezwa hapa leo pamoja na ripoti ya tume, kwa lengo la kuimarisha umoja wetu, kuleta maridhiano, kuimarisha amani yetu, kwani sisi ndio kisemeo cha serikali. Mheshimiwa Jaji Chande na timu yake hapa hawawezi kuwafikia Watanzania wote kwa wakati mmoja, lakini kupitia vyombo vyenu tutawafikia Watanzania wote, na nawaomba sana ripoti ya tume itusaidie kuturudisha Tanzania tunayoitaka na tuliyoizoea. Kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Gerson Msigwa, ambaye pia ndio msemaji wetu mkuu wa serikali, ninawashukuru sana wanahabari kwa kuwa mmekuwa mstari wa mbele kutoa taarifa za kweli kwa Watanzania. Kwa hiyo tunawaomba msituchoke, tuendelee kuijenga nchi yetu, kwani hakuna mahala pengine pa kwenda. Na nyinyi ndio ambao mtaifanya hii ripoti ya tume kueleweka au kutoeleweka, kwa sababu vyombo vyenu vina nguvu sana. Kwa hiyo